Yes, good morning. Good morning, good evening. How is you? I hope you are doing good. Let's see, we hear things happening here and there. I feel to talk about them. And I talk them without knowing. If it's you, you can collect yourself. You can think of whatever you have been doing and see whether you have been doing it right. I'm not judging you, but I would like to put ourselves as wa mama. And this I would like about, have you ever been a chama na wewe umekuwa so unatoa pesa vizuri kwa chama as wa mama we say, but when your time comes, nobody pays you back, nobody contribute what you have been contributing to others, nobody is there for you, no matter how you have been so punctual to pay, punctual to contribute to others. But whenever your turn comes, you get everybody running away from you and talking ill of you, and nobody is there to fight for you or to contribute or to bargain akutetee. Have you? I had cases even in churches. People wanapatana na mambo whenever they come to church doesn't support them. Sorry. Unapata mzee amejoin like chama, au not chama, a church, mumekuja like place hakuja develop, mumeanzia branch of a church fulani na mumeisongesha kabisa na mumenunua plot moja, na wewe unakuwa uko kiongozi pale. By that time in your life you are doing well, you are earning some money. Una contribute pesa, munanunua plot moja, munanunua 2, 3. Sa hizo chache imekuwa kachachi kadogo, mumeenda mumenunua plot 2, munaongeza nyumba inakuwa ya mabati, a bigger church than the way it was before. All this time this person is contributing, this person is building this church. You compute like 20,000, 50,000 each member, 100,000 each member, and you pay this money like you are paying school fees. And this unaambiwa ni Mungu unatolea. Na whenever mkipata jabo mnapata mnatolea mwenzenu kulingana na vile mmepangilia mipango ya chachi yenu na mnasonga vizuri. But ifike wakati one of these people who has been giving 100,000, 200,000, 50, 10,000, ifike mahali kazi imeisha na maisha yake yamerudi chini, anakuwa the talking of the town, munamuongea, munampiga vita without even remembering a good thing or a good deed ulifanya. Na akipatwa na jabo saa hizi, kwa sababu those were those time mlikuwa mnajenga hii kanisa, kwa hizi protein mmenunua, ako na contribution yake, ametoa pesa yake kutoka kwa mfuko wake na akapeana roho safi, na kwa uzuri ni nyumba ya Mungu anajenga. But whenever tumesonga miaka 2, 3, 5, huyu mtu amepata hayuko kazi, miaka imesonga, alikuwa 40 years, 50, sasa amefika 60 years, amefilisika, amerudi chini kimfuko. Sasa hata mkisema mtu atoe 5,000 anang'ang'ana, mkisema mtu atoe 10,000 ama 2,000 anang'ang'ana, mkisema mtu atoe yenye anapata yeye hapati. Jota sasa amefika mahali hata chakula anang'ang'ana kukula. Na sasa nyinyi hata apatane na jambo gani? Kama kanisa unapata munaenda kinyume na munasema hatoangi na hatuwezi enda kwa mtu hatoangi. Na kuna kosa. Sometimes I feel for those people who has been so active, but whenever mambo ikiwapata wanaachwa tu upweke, na hata kama walikuwa natoa those days, hakuna mtu anatoka aseme huyu mtu, hii nyumba, foundation ya hii nyumba ya Mungu iko na pesa ya huyu. Na sasa hatuwezi mwacha hivyo to contribute kwa. Unasikia this complaint in the society, there are so many, and sometimes they make people even go back to their evil doings. Because as a church we should remember those good deeds. Hata kama tutafanya kwa sababu Mungu atatulipa kwa njia nyingine. As a human we are not preaching the talk. Unasema tufanye hivi but hatufanyi. As far as mtu atalitoa 100, 200, 300 wakati fulani, alafu akose akuje wakati akose kitu, hamumshughuliki, haukumbuki mambo yake. Na ile same inaenda na chama. Unapata a woman has been contributing, but tani yake ikifika watu wote wanamgeuka. I don't know, to me I gauge you are not supposed to, this person
If you ukae vizuri na Mungu, God will be sending angels. Ngai nĩ arĩtũmaga mahuru. God will be sending strangers to you to support you whenever you got a need. Kwa sababu you have been giving yourself out to people. It's like the same thing you hauko unatoa. Ubaki wewe unatoa wakati mwenye unajisikia uko na pesa. Na uambiange Mungu, wakati wangu ukifika, you send people from nowhere and they support me. I have been doing. Hii inaweza sema kwa hivi. If you go to a new church, unakuwa welcomed vizuri. This is a weakness of the churches. Unakuwa welcomed vizuri, unaambiwa karibu kwetu. Ukimaliza hapo kama wewe ni mwanamke, go to a new church, you are being welcomed very well. Na hata uwezi enda Sunday mbili, hata the first Sunday unaambiwa ubaki kama wewe ni mgeni, unakuwa introduced huko nitwikaga tuko na group za mama, tunatembeanga wa mama. Hata leo tulikuwa tunaenda kwa mama fulani, kama unaweza toa kitu unatoa. Guys. Oh my goodness. Unaambiwa the first day wewe ni mgeni, the first week or the second week ushapewa vile tunatoanga chama, wa mama wanatoanga 200 ama 500 na nini. Kwanza hata unabianga mambo mingi, unabianga mambo ya contribution, vile watu hufanya na vile hutoa pesa. The first time umeingia kanisa, hizo ndio story unapewa. Ni sawa, no problem. But shida iko hapa. If you go to a new church, ni umeingia kanisa hivyo, hata hukuwa na jambo umeingia kuwa mgeni na umejoin church na umeambiwa hiyo mikakati yote. Na ikuwa ulikuwa na hiyo 200 yako na ukaanza kutoa. Ukaanza kutoa hiyo pesa na ukatoa. It happened within that month, wewe upate jabu. Walisema mtu akifanyiwa unaangaliwa. Wewe ufanye jabu. Ukikuja kuangaliwa wewe, woi. Wanasema wewe ni mgeni, lazima wakuangalie how you can contribute. But the first time wewe ukipeana, wao hawakusema waone wagoje vile kama utakuwa mfuasi wa kanisa ama vile huko. Wewe ukinaingia unataka utoe kabisa mara ya kwanza uingie kanisa na uanze kucontribute kama wengine. But ukifanyikiwa na jambo, wao hawaichukui immediately. Wao wanataka kwanza ukae hata 6 months. Ona ni kitu moja bado inavuta watu nyuma, kwa sababu wewe unakuja unatuambia mikakati ya vile mnafanyanga, but mimi kinifanyikia that time unapata mtu mamake amekufa within a month na ni mgeni. Sasa unaona kanisa imesuba, haijui mcontribute, haijui mpeleke, haijui fanya nini kwa sababu ni mgeni. Lakini wewe ukikuja the first week, second week, uanze kutoa, wanaichukua haraka sana, wanakuingiza kwa mitaratara. Lakini hata kama umetoa kama hujatoa, upate jambo kwa hiyo mwezi mmoja ama 2-3 hapo, wanasema huyo ni mgeni. Hii ni mambo mengine tunafaa kuyafikiria kama kanisa, the body of Christ. Hapo ndio tunauzanga watu. Kwa sababu tukikuja kanisa, unaweza sema hatukuja kuangalia pesa tupate. But the same time, you wanted me to contribute the first. Bado unataka the first time nimejoin church, ni contribute kama wengine. But the same time, you don't give me back the same support. So inakuwa ngumu na ikuwa very tricky kwa watu. Wageni wanaingia kanisa, unapata mtu anaingia kanisa, anasoma inamshida, anarudi nyuma. Kwa sababu kukamurua ni kwingi kuliko hata kurushiwa dhara. Been thinking about this. What is your view on this? What is your view? Thank you, and thank you for watching and listening. Give me your views or comment section.